Hii ni Mbanasi Radio na mimi ni Salome Mlai. Pita mtandaoni. Nimepitia ukurasa wa Instagram wa Ligi Kuu ambako kuna taarifa kutoka Ligi Kuu Tanzania. Taarifa kwa vyombo vya habari. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Agosti 21 mwaka 2026 ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Ligi kuu ya NBC, mechi namba 001 Pamba Jiji walipocheza na Dodoma Jiji ambapo wote walitoshana nguvu na kutoka bao 1-1. Klabu ya Dodoma Jiji imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la wachezaji wake kuonekana wakifanya kitendo kinachoashiria imani za kishirikina kuelekea mchezo tajwa hapo juu. Wakati wa kufanya mazoezi, wachezaji hao walijikusanya katikati ya uwanja na kuweka duara kuashiria kuomba dua, lakini mmoja kati ya wachezaji hao alionekana akichimbia vitu chini. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 48 kifungu cha kwanza ya Ligi Kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Klabu ya Pamba Jiji imepewa onyo kali kwa kosa la kuchelewa kuwasili kwenye uwanja wa CCM Kirumba Mwanza kuelekea mchezo tajwa hapo juu Agosti 14 mwaka 2026. Pamba iliwasili uwanjani saa 6:51 mchana badala ya saa 6:30 mchana, jambo ambalo ni kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 15 ya Ligi Kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 ya Ligi Kuu kuhusu taratibu za mchezo. Mechi namba 0010 Namungo pamoja na Geita Gold ambapo Namungo waliibuka na bao 1-0 dhidi ya Geita Gold. Klabu ya Namungo imepewa onyo kali kwa kosa la vijana waokota mipira ball boys kuficha mipira na wakati mwingine kutoifuata kabisa pindi mipira hiyo ilivyotoka nje. Kitendo hicho si cha kiungwana na kiuana michezo. Kamati inatoa angalizo kwa klabu zote kuheshimu na kuzingatia kanuni ya uchezaji wa kiungwana. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 sehemu ya 62 ya Ligi Kuu kuhusu taratibu za michezo. Mechi namba 0012 Pamba Jiji na Simba Sports Club ambapo Simba waliibuka na bao 2-1 dhidi ya Pamba Jiji. Klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kuwarushia chupa waamuzi wa mchezo tajwa hapo juu wakati wa mapumziko, hali iliyofanya waamuzi hao kushindwa kutumia vyumba vya kubadilishia nguo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 48 kifungu cha kwanza ya Ligi Kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Mchezaji wa Simba Ibrahim Jabbar ametozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kumpiga kiwiko mchezaji wa Pamba Jiji jezi namba 35 Abdul Karim Idi. Pamoja na hiyo, adhabu ya kadi nyekundu itaendelea kubaki kama ilivyo. Adhabu hii kwa mujibu wa kanuni ya 42 sehemu ya 5 na 2 ya Ligi Kuu kuhusu udhibiti wa wachezaji. Mechi namba 0013 Kagera Sugar na Singida Black Stars ambapo wote walitoshana nguvu kwa kufungana bao 1-1. Mchezaji wa Singida Black Stars Matthew Tegisi amefungiwa michezo 3 na kutozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kumpiga kiwiko mchezaji wa Kagera Sugar namba 12 Salehe Saif. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 sehemu ya 5 kifungu cha 5 na cha 2 ya Ligi Kuu kuhusu udhibiti kwa wachezaji. Mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu Tatu Malogo kutoka Tanga amepewa onyo kali kwa kosa la kuonesha mapungufu ya kiuchezaji yaliyotokana na kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni 43 sehemu ya kwanza 1.8 ya Ligi Kuu kuhusu udhibiti wa waamuzi. Taarifa maalum inasema kamati inazikumbusha timu zote kuzingatia kikamilifu masharti ya kanuni ya 20 kuhusu matumizi ya teknolojia ya Football Video Support System FVS
Kwa mujibu wa kanuni ya 20 sehemu ya 4, ni kocha mkuu au kiongozi mwingine wa juu kwenye benchi la ufundi pekee mwenye haki ya kuwasilisha ombi la marejeo ya tukio katika FVS kwa kuwasiliana na mwamuzi wa akiba, fourth official. Aidha, kwa mujibu wa kanuni ya 20 sehemu ya 4.1, iwapo mchezaji ataona tukio linahitaji marejeo ya FVS, anatakiwa kuwasiliana kwa ishara na kocha mkuu au kiongozi wa benchi la ufundi ambaye ndiye atakayewasilisha ombi hilo. Ni marufuku kwa mchezaji kumkabili, kumlalamikia au kumshinikiza mwamuzi moja kwa moja kwa lengo la kuomba marejeo ya FVS. Mchezaji atakayekiuka masharti hayo ataadhibiwa kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62. Kamati itaendelea kusimamia utekelezaji wa kanuni hizi na adhabu zitatolewa dhidi ya watakaobainika kukiuka masharti yaliyowekwa. Taarifa hii imetolewa na Idara ya Habari na Mawasiliano, Bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB, Agosti 22 mwaka 2026. Haya, ngoja tuangalie comments chache. Mr. Chala anasema Simba bingwa. Konstantina anasema kwa faini tu na wakubali, ila msimu wa pili huu hamna tuzo za wachezaji, ila mpira wetu Mungu atusaidie. Hope Oliver anasema bado Yanga. Chilo David anasema hawa hapa sasa. Haya, Ndende anasema kwa hiyo yule aliyempiga kiwiko mwenzake pamoja na red card ndio imeishia, au sio? Ifanywe na Yanga sasa. Deva anasema kaka, njoo huku, tayari Tegisi hachezi leo, njoo tufurahi pamoja, maombi yamepokelewa mapema. Hey, haya sasa. Mashaka anasema kwa mara ya kwanza Yanga anakosekana kwenye mkeka. Moel Abbas anasema haya maombi yamekubaliwa, sema Soa yupo. Fidelis anasema mechi kati ya Singida na Simba, mchezaji wa Simba Chama ameonekana akimkabili mwamuzi kwenda kuangalia FVS. Maoni yangu yazingatiwe kwa mujibu wa taarifa yenu. Haya, Simba hawatozwi shilingi milioni 100 kwa makosa ya kujirudia kwenye uwanja ule ule na timu zile zile. Jamali ndo ameuliza hilo swali. Husna anasema ila Simba. Kiongozi makini anasema mimi nawaza juu ya kanuni ya 17 kifungu cha 62. Adhabu hiyo itazingatia uongozi ulioko uwanjani, mfano wa kapteni, viongozi wa vikosi. Ameuliza swali hilo. Yanga hawapo, Mungu ni mkubwa. Rashid naye anasema ni kupiga hela mpaka vitendo vya kihuni vikome. Haya, Kalia Maliki anasema matukio ya klabu ya Yanga hamyaoni, na kwa nini wanakaa siku 4 bila kucheza mechi? Timu zingine zote zinakaa siku 2 ila soka la Tanzania. Haya, sasa ni baadhi ya comments ambazo wadau wameweza kucomment kuhusiana na hii taarifa kutoka Bodi ya Ligi Kuu Tanzania. Endelea kufuatilia Imba Nasi Radio kwa habari zaidi.